السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى طاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. Enyi ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamuni ya kwamba tumo katika mwezi wa Shawwal wa mwaka huu 1446 Hijiria. Mwezi wa Shawwal una ibada maalum, ibada ambazo hufanyika ndani ya mwezi huu na hazifanyiki katika mwezi mwingine wowote. Moja katika hizo ni ile salatul Eid ambayo tumeitekeleza masiku machache yaliyopita. Sala ya Eid, Eidul Fitri, uswaliwa siku ya mwezi mosi Shawwal kwa kila mwaka. Hivyo hivyo katika amali za mwezi huu ni saumu ya 6 min Shawwal, kama qala sallallahu alayhi wasallam fi alhadith inda Muslim, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatisha baada ya kumaliza kufunga mwezi wa Ramadhani na kuswali sala ya Eid siku itakayofuatia, siku ya mwezi pili, akaanza kufunga saumu ya siku 6 za Shawwal ndani ya mwezi huu, basi mtu huyu anakuwa kama vile jumla yake amefunga mwaka mzima. Kana kasiyami dahr, kuwa kama vile amefunga mwaka mzima kwa kuhesabu siku 36. Enyi ndugu zangu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekokoteza na kusisitiza funga hii, na ndio ilikuwa ni mwendo na manhaji ya wema waliotangulia kushikamana na saumu ya 6 min Shawwal, ambapo yule aliyeanza siku ya mwezi pili ni khairi, yule atakayeanza baada ya hapo ni khairi. Kikubwa tu siku 6 hizi zipatikane ndani ya mwezi huu wa Shawwal kabla ya kuandama kwa mwezi wa kuingia katika mwezi wa Dhulqaada au kutimia siku 30 za mwezi wa Shawwal. Vile vile katika mwezi huu ni miongoni mwa miezi ya jambo kubwa kabisa katika umma huu. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah
watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalumu inayojulikana. miezi hiyo kama qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja, kwa maana kwamba baada ya kuwa imethibiti kuonekana kwa mwezi wa Shawwal, kuandama kwa mwezi wa Shawwal, maana yake kwamba wakati huo imetangazwa wakati wa kuingia ibada ya hija. Mwanzo wa kuanza ibada ya hija fi qawli rajih min aqwali ulama ni katika mwezi huu, mwezi wa Shawwal, ambapo yule aliyekusudia kwenda haji anaweza sasa akaanza safari yake au akaanza kuingia katika ibada hiyo ya hija kwa kuhirimia katika moja ya miqati alizoziweka Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muda huu, mwezi huu ni katika miezi ya hija. Anasema alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Basi ambaye atakayekuwa yeye amewajibikia, amekuwa na uwezo wa kutekeleza hilo, akaingia katika ibada hii ya hija, basi atakapokuwa huko fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj, asiseme maneno yaliyokuwa mabaya, na vile vile asifanye vitendo viovu, na wala asianzishe mijadala au kushiriki mijadala ambayo haina kichwa wala miguu ikiwa katika hija. Wama tafalu min khairin ya'lamuhu Allah, basi khairi yoyote mtakayofanya Allah subhanahu wa ta'ala anaifahamu. Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, kwa hakika mnapokuwa mnaelekea katika safari hiyo, basi bebeni masurufu ambayo yatakayowasaidia katika safari yenu ya kuelekea huko. Na si hayo tu, bali vile vile masurufu ya kuachia watoto wenu na ahali zenu nyumbani kipindi ambacho nyinyi hampo katika ibada hii adhimu kabisa. Lakini fahamuni ya kwamba fa inna khaira zadi taqwa, masurufu zadi iliyokuwa bora kabisa ni uchamungu, ambao uchamungu huu huambatane nao wakati wote. Umetekeleza yale, lakini bora ya zadi, bora ya masurufu ya kuambatana nayo katika sehemu yoyote ndani ya ibada hii, ndani ya safari hii ya haji, ni uchamungu, kwamba ufahamu kwamba jambo hili ni jambo la ibada na unaifanya ibada hii hali ya kuwa kumtakasia yeye Allah tabaraka wa taala. Wattaquni ya ulil albab, niogopeni enyi watu wenye akili zilizokuwa za sawa sawa. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia hija kama alivyosema katika kauli yake nyingine, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewajibishia watu kuzuru au kuhiji katika nyumba yake tukufu, liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule mwenye uwezo aishike njia hiyo, aende hija, aende akaiji. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, ama yule ambaye atakayekanusha, yule ambaye atakayeacha kutii, uwezo huo anao Allah subhanahu wa ta'ala, amemruzuku, amemjalia uwezo yeye wa kuweza gharama zile za kwenda haji, lakini pasi na sababu yoyote ya msingi yeye akaacha kutekeleza jambo hilo, basi fahamuni ya kwamba fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, Allah yeye amejitosheleza, ana haja na walimwengu. Sio kwamba mtakapoenda hija nyinyi ikawa nyinyi mmemjazia kitu fulani Allah tabaraka wa taala, la, bali yeye ni mkwasi, ni mwenye uwezo, lakini ameamrisha hivi kwa sababu nyinyi mmekubali kutekeleza, mmekubali kutii, mmekubali kuslimu kwake Allah tabaraka wa taala na kutekeleza maamrisho yote
na maelekezo yote yatakayokuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala au kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa ni hivyo, basi iweje mtu ubaki nyuma kutokwenda haji? Una nini kilichokusibu cha kuacha wewe kwenda haji aliyakuwa kama uwezo unao? Una tatizo gani? Una jununu? Wewe ni mwenda wazimu au ni mtu ambaye uko timamu? Ikiwa una jununu, umekuwa wewe marfu'an kal kalam. Ikiwa uko timamu, kwa nini utekeleze ibada mbalimbali? Ifikie sasa ibada ya kwenda haji, ya kutoa pesa zako kugharamia safari, kutoa pesa zako kuambatana nazo kwa ajili ya matumizi maeneo hayo, alafu wewe ukaendelea kubaki, unasubiri nini? Kwa umri gani hasa uliokuwa nao wewe unaojivunia kwamba kwa umri huu basi mimi bwana uko mwaka 2050 na 60 mimi nitatekeleza? Kwa umri gani? Kwa dhamana gani? Na dhamana hiyo umeipata wapi? Hakuna. Cha msingi kwamba ni kutekeleza ibada hii, ibada ya haji, kwa yule mwenye uwezo wa kutekeleza ibada hii. Ndugu zangu, ibada ya hija, fahamuni ya kwamba ni rukun min arkani al-Islam, ni moja ya nguzo tano za Uislamu. Nguzo moja ni tunayetekeleza kila siku 5 marati. Nguzo ya pili sote tulikuwepo katika nguzo hiyo, au nguzo nyingine sote tulikuwemo katika nguzo hiyo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sote tumefunga, tutaraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Vile vile hii haji ni nguzo, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Abdullah ibn Umar wa fi hadithi Jibril, kionekana kwamba ni kuonesha jambo hili ni jambo muhimu mno. Kaidi yake imewekwa liman istataa ilaihi sabila, kwa yule mwenye uwezo basi aishike hiyo njia, aende akaiji, wala asisubiri mwakani, wala asisubiri labda yeye atakapozeeka au asubiri atakapokuwa mtu mzima. La, kitendo uwezo anao mtu, basi muda huo ni muda wa kutekeleza ibada hii, ibada ya haji. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. siku moja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alitukhutubia, fakala ya ayuha nnasu, akasema enyi watu, qad farada Allahu alaykumul hajja, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia nyinyi hija. Fahujju, basi hijini, nendeni hija, sababu Allah yeye ndiye aliyefaradhisha. Hakuna yoyote ambaye aliyefaradhisha isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Faqala rajulun, bwana mmoja katika masahaba akasema katika hali ya kuuliza, akulla amin ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, je, hiyo hija natuambia tuhiji sisi, je ni kila mwaka? Inatupasa sisi kwenda kuhiji kila mwaka? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qalaha thalatha. Tumesallama, alipoulizwa akanyamaza. Yule bwana akarudia kuuliza mara ya pili, akarudia tena mara ya tatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuuliza mara ya tatu yule bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau qultu na'am la wajabat, lau ningesema ndiyo hija ni wajibu kwa kila mmoja kila mwaka, la wajabat, basi jambo hili lingekuwa ni wajibu kwa kila Muislamu kila mwaka kwenda hija. Wala mastata'tum, na wala msingeweza kwamba kila mwaka nyinyi kwenda kutekeleza ibada ya hija, kwa maana kwamba ibada ya hija uwajibu wake katika umri wa Muislamu ni mara moja. Mtu atakapotekeleza ibada ya haji mara moja, basi ule uwajibu yeye anakuwa ameshakamilisha. Akapata uwezo akaamua kwenda, basi inakuwa ni tatawwu, fa huwa khairun, ni jambo la khairi, inakuwa ni katika sunna na ni khairi. Lakini ule uwajibu
wa kuamrishwa, yeye anakuwa ameondoka tena katika uwajibu huo, kwa sababu hija katika umri wa Muislamu au umri wa mwanadamu uwajibu wake ni mara moja. Ndugu zangu, jambo hili amelifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, qad farada Allahu alaykumul hajj fahujju. Tunapokwenda kuhiji au kwenda umra, ni maelekezo na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka ibada hii ya hija iwe ndani ya miezi hii. Al-hajju ashhurun ma'lumat, kama alivyotufaradhishia Ramadhani kufunga mwezi mzima ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtu akaamua tu kwamba bwana, mimi Ramadhani yangu mwaka huu nitafunga Shawwal, ili ikifika iwe mimi bwana basi, au nitafunga katika mwezi wa Rajab kwa sababu mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu, basi wacha mimi nifunge, ikifika Ramadhani nafanya mambo yangu, labda nina safari na kufanya biashara kadha. La, tumelazimishwa kufunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Waislamu wote tunaujua. Ina maana sio jambo la kupanga mwenyewe, ni jambo ambalo tumepangiwa na sisi tunatekeleza pasi na utata wala ubishi. Hivyo hivyo ibada hii ya hija imetakikana mwanzo wake ni ndani ya miezi hii, miezi kuanzia Shawwal, Dhulqaada, mpaka itakwenda pale siku ya Yaumu Tarwiya, kwenda kumalizikia na Yaumu Arafa na usiku wake, mpaka kuingia katika mwezi 10. Maeneo yake ni maeneo ya Makka, kuanzia msikitini Makka, kutoka hapo kwenda Mina, kutoka Mina kwenda Arafa, kutoka Arafa kwenda Muzdalifa, kutoka Muzdalifa kuja Jamarati, kisha kuja tawaful ifadha wa sa'i katika msikiti wa katika Kaabatul Musharrafa. Utaratibu huu na mfumo huu umeamrishwa na Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaufanya, akautekeleza, na akataka sisi tuige kama vile ambavyo alivyofanya yeye, kutuambia khudhu anni manasikakum, chukueni na igeni kutoka kwangu ibada zenu za haji. Kwa maana hiyo basi, tunapokwenda kule kwenye ibada ya haji, Waislamu atwendi kwenda kuabudia Kaaba, atwendi kwenda kuabudia Hajarul Aswadi, la hasha, bali tunakwenda kumwabudia Allah pembeni ya Kaaba, kama vile tunapokuja kumwabudia Allah ndani ya misikiti yetu kwa kutwa mara 5 kila siku. Hivyo hivyo tunapokwenda kulibusu jiwe jeusi, atulibusu kwa sababu tunaliabudia, la, bali kama qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ya hajar inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Ewe jiwe, mimi najua wewe ni jiwe, huna madhara yoyote wala huna faida yoyote kutuletea sisi, labda utatuletea madhara au utatuletea manufaa. La, walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, lau mimi nisingimuona Mtume sallama anakubusu nisingekubusu. Nimekubusu kwa sababu nimemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anakubusu, iktida bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumuiga bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu tumeamrishwa khudhu anni manasikakum, kwa sababu ametuambia chukueni kutoka kwangu ibada za hija. Kwa hiyo sisi Waislamu tunapokuwa katika maeneo hayo, hatuendi kuabudia Kaaba wala hatuabudii jiwe jeusi, bali tunaenda kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo hayo. Tunapoenda kuzunguka Kaaba mara 7, ni maamrisho, tunamwabudia Allah kwa kuzunguka Kaaba, tunatekeleza maamrisho yake. Tunapokwenda Safa wal Marwa katika sa'i, ni maamrisho yake Allah tabaraka wa taala, inna Safa wal Marwa min sha'airillahi faman hajja albayta itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Kwa haya ni maamrisho, shikeni haya maneno
na myadhibiti haya maneno vizuri kabisa, ambayo maneno haya ni katika chimbuko na chemchemu la tauhidi, kwamba zile ibada tunayofanya ni kwenda kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu al-kuffaru, makafiri, wan-nasara, wakristo, wal-mulhiduna, wal-munafiqun, na wale wote sio kwa dini na munafiqun, wanafiki ambao wanaenea wanaona kwamba waislamu wakienda Kaaba wanaenda kuabudia kile kibanda, yani tunakwenda kule Maka tunaenda kuabudia kibanda kile kibanda cheusi. La hasha, si sawa. Kama tunapokuja msikitini hapa, hatuji kuabudia msikiti sisi hapa. Hakuna mtu aje kuabudia msikiti. Nani wewe unaabudia msikiti? La, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hii msikiti ya Allah tumeamrishwa tuswali humu, sisi tunaabudia Allah. Ibada ya hija tunaenda kule, Allah ametuamrisha ibada ile tukaifanyie maeneo yale, tumwabudie yeye Allah katika maeneo yale, wala hakutuamrisha sehemu nyingine yoyote. Kile kitendo cha kuelekea huko na kutekeleza hayo ndio Uislamu wenyewe. Kwa tumekubali, tumetii kwamba tunaenda kutekeleza ibada hiyo huko. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali afdal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ipi katika matendo yaliyokuwa bora zaidi? Faqala, Mtume salama akasema, imanu billahi wa rasulihi, ni kumwamini Allah na kumwamini mtume wake. Qila thumma madha, pakaulizwa tena kisha nini? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hajjun mabrur, kisha ni kuhiji hija iliyokuwa safi. Hija safi ni ile ambayo huwa alladhi la yartakibu sahibuhu fihi maasiya, ni ile hija ambayo yule mwenye kuhija atakapoenda huko asifanye maasiya, yani afanye tu yale aliyoamrishwa kuyafanya, asimshirikishe Allah, asifanye ria, asifanye kadha, asifanye usengenyi, asitukane, asiangalie muharramati wa mashabaha dhalika. Basi hiyo ni hajjul mabrur. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Fahamuni ya kwamba katika fadhila za ibada hii ya hija, licha ya ukubwa wake ni rukun min arkani alislam, lakini ina fadhila kubwa kama anavyosema Mtume sallama, alhajjul mabrur, hija iliyokuwa safi, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo yoyote isipokuwa ni pepo. Kwa hija licha kutekeleza maamrisho ya Allah, licha kutekeleza ibada hiyo, lakini bado ni kwamba ibada hii ni ibada adhimu. Mtu anapoenda basi mtu huyo atolipwa isipokuwa atalipwa pepo. Na imekuja katika hadithi nyingine ya kwamba man hajja falam yarfuthu wa lam yafsuqu, mtu atakayeji katika hija yake hakusema maneno maovu, hakufanya vitendo viovu, rajaa ka yaum waladatu ummu, atarudi nyumbani kwake aliyakuwa yuko safi kabisa kama siku alozaliwa na mama yake, au kama kala sallallahu alayhi wasallam. Tutakaenda kuiji akailinda hija yake vizuri, akaida vizuri, akaenda kwa utaratibu wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi mtu huyu ikimaliza hija akarudi nyumbani kwake, rajaa, anarudi mtu huyu kayaumi waladatu ummuhu, yuko safi, hana dhambi, kama mfano wa siku alozaliwa na mama yake. Tumekuja kutoka kwa mama zetu tukiwa safi kabisa, hatuna chochote. Kwa hiyo fursa hii ni fursa adhimu mno, kwa ni wajibu wetu kuhimizana na kukumbushana, kwani huu ndio wakati wake, ndio wakati wake, wakati wa haji. Wakati baadhi ya nchi za Kiislamu maandalizi watu washamaliza, wanasubiri tarehe waelekee hija. Nchi nyingi au zote za Kiislamu ishajulikana ni nani na nani anakwenda hija mwaka huu, na wengine wako foleni, huenda wakapata fursa hizo baada ya miaka 2, 3 mpaka 5. Isipokuwa kwetu katika nchi yetu kuna watu mpaka leo yukadimuna, mtu anatanguliza mguu wa kushoto na wa kulia, mtaenda usiendi? Nenda, hujaiji, uwezo unao, anza maandalizi ya kwenda hija, nenda kahiji.
kafanya ibada, uondokane na dhima hii, kwa sababu uwezo unao. Ama ukiwa una uwezo, ombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie uwezo. Ukipata uwezo utakwenda, wadhalika min taqwa alqulub, na huo ni katika uchamungu wa moyo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا